Naibu Inspekta Jenerali wa polisi Eliud Lagat amejiondoa wadhifani huku utata kuhusiana na kifo cha mwalimu Albert Ojwang ukiendelea. Kwenye taarifa, Lagat alisema kuwa uamuzi huo uliambatana na umuhimu wa afisi yake na maslahi ya umma kuhusiana na kesi hiyo. Tangazo hilo limejiri huku uchunguzi ukiimarishwa na kuangazia afisi ya Lagat na kuibua maswali kuhusiana na uwajibikaji katika sekta ya usalama. Katika tukio lisilotarajiwa na mabadiliko makubwa katika uongozi wa polisi humu nchini, Naibu Inspekta Jenerali wa huduma ya polisi humu nchini Eliud Lagat amejiondoa kwa muda kwenye wadhifa huo. Lagat alisema hipo haja uchunguzi huru kuhusiana na kifo cha Albert Ojwang, mwalimu ambaye kesi yake imezua ghadhabu na maswali mengi katika sekta ya usalama humu nchini. Kwenye taarifa iliyotolewa leo kutoka makao makuu ya polisi katika jumba la Vigilance, Lagat alisema kuwa, na ninanukuu, "Kwa kuzingatia jukumu na wajibu wangu, leo nimeamua kujiondoa, kusubiri kuhitimishwa kwa uchunguzi." Mwisho wa nukuu. Eliud Kipkoech Lagat ni afisa wa polisi aliyebobea akiwa na ujuzi wa zaidi ya miaka 25 katika huduma hiyo. Alikuwa Kanada wa kitengo cha GSU kabla ya jukumu lake la sasa. Lagat amehudumu katika nyadhifa mbalimbali ikiwemo naibu mkuu wa kitengo cha uchunguzi wa uhalifu, mkuu wa shirika la uchunguzi na baadaye mkuu wa kitengo kuhusu mabomu na vifaa hatari. Lagat ana shahada ya uzamili katika masomo kuhusu mapigano na amani kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi na shahada ya teknolojia katika uhandisi wa magari kutoka Chuo Kikuu cha Mashariki mwa Afrika Baraton. Lakini kwa sasa afisa huyo aliyepewa jukumu la kudumisha sheria amejipata kwenye hali ya utata. Ingawa hajahusishwa na kosa lolote moja kwa moja, utata wa kisiasa na kisheria unaozingira kifo cha Ojwang umetatiza pakubwa wadhifa wa Lagat. Amesema atashirikiana kikamilifu na wachunguzi na kupelekea rambirambi zake kwa familia ya marehemu, hatua ambayo huenda inanuia kudumisha imani ya umma katika huduma ya polisi. Kwa sasa naibu wake atatekeleza majukumu yake huku nchi ikisubiri majibu. Lakini maswali yanasalia. Je, ni nini kilimfika Albert Ojwang? Je, uchunguzi utafanywa kufikia kiwango kipi?